na hiyo operation nilikaa takriban miezi 3 kabla sijaianzisha. Kwa hiyo mpaka tangu nimeanza mpaka leo hii ni mwaka 1 na miezi 6 ndio imefanyika, lakini mapato tumetoka bilioni 2 tunaelekea bilioni ngapi? Bilioni 5. Lakini kwenye takwimu za kitaifa ilipofika mwezi wa kwanza mwaka wa fedha 2025-2026, kwa miezi 6 ya mwanzo ya ukusanyaji wa mapato, halmashauri ya wilaya ya Ludewa ilikuwa nafasi ya 8 kitaifa. Lakini pia juzi nilikuwa najulishwa ya kwamba kuna mfumo mwingine kwamba watu wanakusanya fedha ziendi. Hiyo nidhamu niliyohitaji ndani ya wilaya tayari tumeshafanikiwa. Mpaka sasa hivi halmashauri inayoongoza ndani ya mkoa wa Njombe kwa kubenki fedha kwamba hakuna watu wanaobaki na fedha mfukoni ni halmashauri ya kwanza, ni wilaya ya Ludewa. Lakini juzi imetolewa takwimu kati ya halmashauri ambao ni watumizi wazuri wa mifumo manunuzi ya umma kwenye nesti, matumizi mazuri kwenye nesti, halmashauri ya wilaya ya Ludewa tumeshika nafasi ya 7 kitaifa. Kwa hiyo sasa sielewi kama itakuwa nimejibu swali lako au la, ya kwamba watu wanafuata kile ninachokitaka mimi au sio. Lakini tukiwa kwenye gari uliniambia kwamba mwaka huu Mwenge na tofauti, yani Ludewa, vibe, muonekano wenu, appearance yenu. Hii logo kabla mimi sijafika ikuwepo LA, lakini leo hata ukienda Dar es Salaam watu wanajivunia, wanavaa hii kitu LA wakimaanisha Ludewa. Kwani Ludewa inaanza na elfu gani? Inaishia na elfu gani? Yes, ndio hii hapa. Mfumo ni uandishi tu. Wenzetu Los Angeles wao wameweka kwa mfumo wa kwao na sisi tumeweka kwa mfumo huu wa kwetu. Huku sio na atakaye aje. Huku atakuja kwa lazima, kwa sababu mtima wa uchumi wa taifa hili uko wilaya ya Ludewa. Yani ni unquenchable. Kwa sababu iko hivi, hawatajenga meli, watahitaji Ludewa. Hawatatengeneza magari ya umeme, itawahitaji Ludewa. Hawatazitengeneza ndege, watahitaji Ludewa. Hawatajenga madaraja, watahitaji Ludewa. Hawatatengeneza magari, watahitaji Ludewa. Kwa hiyo Ludewa ni kila kitu. Kwa hiyo hii milima hiyo usione kama ni laana. Hii milima imeficha siri nyingi kubwa sana. Tutatembelea kiwanda kimojawapo leo hii. Kiwanda kinatoa mabomba pamoja na bati. Yule mtu ameenda kujenga kiwanda karibu na sehemu ya kongani ya viwanda ambapo kitajengwa kiwanda cha chuma. Kwa hiyo malighafi ya kutengenezea bati, misumari itakuwa naitoa kutokea wapi? Kwenye kiwanda. Ni vitu na ni mtu wa Ludewa, ni Mpangwa na ni mwenyekiti tu wa kijiji. Sisi unanipata vizuri? Yes, ametoa fedha shambani akaamua kuipeleka kwenye sekta ya viwanda. Lakini kitu kingine ni kwamba kwa nini watu wanazungumzia hizo fursa ndogo? Kwa sababu ndizo zinazobeba watu wengi. Vile vitu vidogo vidogo ndivyo vinavyobeba watu wengi. Ndio maana huwa tunawaambia watu mantilie na vitu vingine. Lakini kuna swala la local content. Local content maana yake kuna mwekezaji yuko hapa. Pale watu walipo site pale tulipopita, wale hawalishwi na mtu kutoka China, hata Marekani. Wanalishwa na mtu ambaye anatoka hapa Mundini. Sijui unanipata vizuri hapo. Wapishi wa pale wanatoka maeneo ya hapa. Kwa hizo ni local content. Lakini kuna baadhi ya tenda zile ambazo watu wanazimudu wanaweza kuzifanya wanaotoka maeneo ya hapa. Nini cha kujiandaa? Ndio maana nikaja na ile sera ya kwamba uzalishaji ni lazima twende mara ngapi? Dhamira ni kwamba hawa watu wanaokuja ndani ya hii wilaya Ludewa, isifikie siku mtu akasema kwamba hapa hakuna viazi natakiwa niagize Njombe. Hapa hakuna kuku natakiwa niagize Songea au Singida. Hapa hakuna vitunguu inatakiwa niviagize Morogoro. Ndio maana tumejikita kwenye kila zao, uzalishaji uende mara 2. Hayo ndio maandalizi ambayo wananchi tunawapatia. Kuna siku niliwahi kuimba na wananchi ikiwa na wapa michi ya kahawa, wimbo mmoja ambao ushairi ambao tushauimba mara nyingi. Ukitaka mali utaipata shambani. Dhamira yangu si kwamba mpaka mtu mwambia kwamba hebu lima wewe, kuna mradi wa Liganga unakuja. Haya mambo yanakuja tu automatically. Kama mfano kitu kimoja, ndani ya mkoa wa Njombe kijiji kinachoongozwa kwa ulimaji wa mahindi ni kijiji cha Amani ambacho kipo hapo nyuma. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba miradi inapoenda ku take off, wale watu soko lao la mahindi liko wapi? Liko karibu. Lakini pia itawafanya wao kwenda kufungua viwanda. Kwa hiyo maandalizi yaliyopo ni kwamba hizi shughuli za kiuchumi ndogo ndogo, ikiwemo shughuli za mashamba, fursa zilizopo za kufungua biashara na kuwatoa watu woga, mikopo kwa vijana, mikopo kwa wanawake, hayo ndio maandalizi ambayo tunawaandaa watu kwa miradi ambayo inayokuwa.